tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Ni siku takatifu ambaye Mwenyezi Mungu ametupatia mwanae akafa kwa ajili yetu na kusafisha dhambi yetu. Na kwa siku ya leo tunasherekea ama tunashukuru Mungu kwa kutupatia mwanae wa pekee na kutufundisha upendo, jinsi alivyotupenda nasi tumpende na tupendane. Amen. Somo la leo limenena na mtumishi kwa neno la kwanza, akatueleza jinsi Yesu amefufuliwa kwa ajili ya dhambi yetu na jinsi tumewekwa uhuru siku ya leo. Kwa hivyo sasa hivi tutaenda kusoma kitabu cha Yeremia 29:1. Yeremia 29:1. Na tukitoka moja tutaruka mpaka 11. Naomba msomaji. Msomaji, Yeremia 29:1. Tutasoma kwa uwezo wa Bwana. Soma. Maneno haya ndiyo maneno ya waraka ambao nabii Yeremia aliupeleka toka Yerusalemu. Yes. Kwa hao waliobaki wakuu waliochukuliwa mateka, na kwa makuhani na kwa manabii na kwa watu wote ambao Nebukadneza aliwachukua mateka toka Yerusalemu hata Babeli. 2. Hapo walipokwisha kutoka Yerusalemu, Yekonia mfalme na mama yake mfalme na matowashi na wakuu wa Yuda na Yerusalemu na mafundi na wahunzi. 3. Kwa mkono wa Elasa mwana wa Shafani na Gemaria mwana wa Hilkia, ambao Sedekia mfalme wa Yuda aliwatuma hata Babeli, na Nebukadneza mfalme wa Babeli. Na tuombe. Kila mmoja iname kichwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu wa Israeli usiyeshindwa na vita, utasame Baba, kundi lako amenama mbele yako Jehova, wote wakisujudia wakishukuru kwa ajili ya Yesu Kristo mwanao ambaye ametupatia akatuondolea dhambi zetu, yale ambayo ni makubwa na yale madogo, yale ambayo ni nyekundu kama damu, yale ambayo ni nyeusi kama giza. Mungu katuwezesha na katuweka uhuru. Nasema Baba, wale ambao wameshikwa mateka na mfalme ambaye alikuwa Nebukadneza, Jehova, siku ya leo umesema Nebukadneza yoyote ambaye iko mbele ya watumishi wako Baba utawatoa kupitia kifo cha Yesu Kristo. Kwa sababu tutakuja mbele yako kwa sauti ya Yesu tukisema, Mungu tuokoe kupitia mwanao. Okoa wale ambao wanahangaika kwa ajili ya kazi, okoa wale ambao wanahangaika kwa ajili ya ndoa, okoa wale ambao wanahangaika kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya kila aina majaribu, wale ambao ni wagonjwa hospitali, wale ambao wanasafiri njiani Jehova, wale ambao wako wagonjwa nyumbani, yatima, wajane, kupitia neno la siku ya leo Baba, kila minyororo ambayo tumefungwa nayo na kila mfungo ambayo inatufuata, yale ambayo yanatangulia mbele yetu mahali popote tuingiapo, Mungu kakate connection, tuachiliwe uhuru. Uacha Baba mateka ambayo tulichukuliwa sisi pamoja na watoto wetu na familia yetu. Kuanzia leo Baba, tunasema ni asante kwa kutondolea na dhambi ya Yesu Kristo, na tumekemea pepo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Semeni amen. Amen. Soma moja. Yeremia 29 kuanzia mstari wa kwanza inasema, Yes. Maneno haya ndiyo maneno ya waraka Anasema kama mwanae ambaye atatukomboa kupitia damu yake kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambao nabii Yeremia aliupeleka toka Yerusalemu. Ama hiyo neno litumwa na nabii Yeremia toka Yerusalemu. Yerusalemu ya kitambo ni wale walikuwa wanaamini Mungu. Yerusalemu ya sasa hivi sisi ambao tuko hapa pamoja na wale makanisa ambao naomba Mungu uliye hai. Kuna Mungu na kuna miungu. Kwa hivyo Yerusalemu ya sasa hivi sisi na nabii sawa sasa hivi ni wale watumishi wa Mungu ambao wanatumika kama barua ama kama chumvi
kwa chakula kuwa ile na ladha. Chakula kipikwa bila ladha, bila haijalishi ni mdogo ni mkubwa, mtumishi ni mtumishi, lakini walichukuliwa mateka. Kuna mateka ya madhabahu ya ukoo, kuna mateka ya majaribu ya kimwili. Unatembea na unaishi mtu anakuongelesha. Kuna mateka ya magonjwa, kuna mateka ya kuumwa na tumbo, kila viungo, kuna mateka ya kulipuka, unaona watu ndio hao. Kuna kila aina ya mateka ambayo wamechukuliwa, kama vile tu mtu ako na ukoma. Kuna ukoma ambaye mtu anaona kwa mikono na miguu kama ni vidonda. Kuna ukoma ambayo unatembea naye hapo ndani na hujui kama uko nayo. Kwa hivyo wale waliochukuliwa mateka, siku ya leo tunarejesha shukrani kwa Mungu kwa ajili ya Good Friday. Mungu alitenda miujiza, akatoa mwanae kwa ajili yetu, na ilipofika saa 6 mchana pazia ilipasuka, na Yesu alisema roho yake na nafsi yake amekabidhi kwa mkono wa Mungu. Kupitia hiyo neno tu akatukomboa. Kwa hiyo siku ya leo ni siku ya shukrani. That's why we call it Easter Sunday or Monday. Hii Jumapili ya leo ni Jumapili takatifu. Ni Jumapili ambaye Mungu ametuonyesha upendo, ambaye alitupenda kuanzia mwanzo. Na vile alivyotupenda yafaa sisi pia tumpende. Kwa hiyo siku ya leo yafaa tumwambie kwa asante. Amen. 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 Endelea. Na kwa wakuu na kwa makuhani na kwa nabii na kwa watu wote ambao Nebukadneza aliwachukua mateka toka Yerusalemu hata Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Nimeongea kuhusu manabii. Haijalishi wewe ni nabii unatabiri ama unaona, haijalishi unapata maono. Unaweza kuwa unaona ya mwenzako na yako uoni. Jibu umechukuliwa mateka. Unaweza kukomboa watu waende mbinguni na wewe ubaki. Ndiposa tunaambiwa sisi watumishi kama daraja. Jiulize wewe, kama Mungu atakomboa watu waingie kupitia wewe, je, kama wewe daraja utakunjwa? Ndiposa Mungu anasema wale walitekwa mateka na Nebukadneza. Nebukadneza wako siku ya leo, amini usiamini, ameachilia zile minyororo alifunga nayo na utaachwa uhuru. Amen. 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 Wale ambao walifungwa na Nebukadneza. Nebukadneza alikuwa mfalme ambaye alikuwa anashindana na Mungu. Naye Mungu alileta juu yake. Na wengi unaona dunia sasa hivi jana anachonga mongoka, miraa. Nebukadneza ndiye mfalme wa kwanza wa kuchonga miraa. Mnajua bali alikuwa anachonga. Wapo najua kuchonga mongoka. Yeye alikuwa anaichonga kule msituni. Mungu alimtupulia mbali kwa sababu ya tabia yake kushindana na Mungu. Kwa hiyo ukiwa hapa ndani, pengine una hiyo tabia kushindana na Mungu. Pengine una tabia kushindana na wenzako nyumbani. Pengine una tabia kujisifu. Uache kugeuka Nebukadneza. Na Nebukadneza wa leo juu ya kila mmoja yuko hapa ndani. I hope connection yake imeisha. Amen. 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 Kwa sababu Mungu amenena na sisi kupitia Biblia ya Yeremia 29:1 akisema wale walichukuliwa mateka na Nebukadneza wote siku ya leo wataachwa uhuru. Nebukadneza wako mwambie shindwe katika jina la Yesu, kwa sababu jina la Yesu limepewa sifa baada ya Yesu Kristo kusulubishwa kwa msalaba. Amen. 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 11 ruka mpaka 11. 11 inasema, Yes. maana nayajua mawazo ninayowazia nyinyi. Maana Mungu anajua mawazo ambayo anatuwazia sisi baada ya kutufungua kwa yale mifungo ambayo tumefungwa nayo, ya magonjwa, ya majaribu, ya kukosa pesa, ya kukosa kazi, ya kukosa ndoa, ya kukosa amani. Pasipo amani hakuna maendeleo. Na maana Mungu anajua mawazo ambayo anatuwazia, yaani kupitia yale majaribu ambayo anapitia, kuna kitu ameandaa mbele yako. Kwa hivyo usikufe moyo. Amen. Maana anajua, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Anatuwazia amani. Ndiposa nimetangulia kusema Mwenyezi Mungu anatuwazia amani. Na pasipo amani hakuna maendeleo. Pasipo amani huwezi jenga hata nyumba. Pasipo amani huwezi lala usiku na pinduka huku na huku. Pasipo amani huwezi kuwa na rafiki, kwa sababu mahali uko unanung'unika. And God doesn't answer why questions. Mungu hakuna siku atajibu maombi ya malalamishi. Wewe badala uombe unalalamika. Nataka uwe na amani. Nataka ujifunze kuomba. Nataka uwe mtumishi. Wewe unataka nini? Amen. Amen.
kuwapa ninyi matumaini siku zenu za mwisho. Mwenyezi Mungu anatutia matumaini yale ambayo alifanya kupitia mwanae Yesu Kristo ile siku ya Ijumaa saa 6 kamili. Alituonyesha ya kwamba kupitia hayo tutajua zaidi. Matumaini ni kujua Mungu zaidi. Inafika mahali unasema siendi kanisani. Unafika mahali unasema nimechoka. Inafika mahali unasema nitaama hapa. Inafika mahali unasema mimi kama ile pastor kila siku ananihubiri ama ananitaja, nitaacha hiyo kazi. Lakini ujui Mungu anakuchokoza kupitia huyo. Mungu anakuchokoza kupitia majaribu. Mungu anakuchokoza kupitia hiyo shida. Ameachilia nafasi ili mtafute zaidi. Amen. 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 Nanyi mtaniita. Nanyi mtamuita. Nataka muite Mungu. Tutaenda step by step. Siku ya leo kuna kitu Mungu anatutafutia na kuna kitu anatufundisha. Anasema nanyi mtaniita. Muite na ataitika. Usipomwita Mungu ataitika na wapi? Ataitika na wapi? Muite. Hebu kuomba hata kama hujui kuomba. Tunaomba sala kubwa ni Baba yetu uliye juu mbinguni. Kama hujui kuomba, Baba nisaidie, Mungu nipiganie. Just say our Father who art in heaven. Our Lord's prayer. Omba sala za Mungu peke yake. Rudia kama mara 3. Mwenyezi Mungu umemuita, bora umemtaja. Amen. Amen. Mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nami Mwenyezi Mungu anasema nami nitawasikiliza. Ukimwita atakusikiliza. Atataka kujua unamwita kwa njia gani. Haribu adui wako ama asamea adui yako ili wewe pia usamehewe ama kusaidie kwa njia gani. Muite. Usije hapo ukaona watu wanaomba wewe uombe. Kama hujui kuomba, watu wanaimba, piga makofi. Kama hujui kupiga makofi, dance style yako. Usiseme fulani na dance hivi. Wewe pia weka mguu yako style yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wachezi hapa ndani niwaonyeshe. Mimi nikicheza nazunguka. Sasa wewe kama nazunguka nikienda hivi, wewe zunguka ukirudi huku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kila jambo unafanya. Kuna nyimbo inasema shika sana ulicho nacho. Kama ni kuhubiri, hubiri sana. Kama ni kuimba, imba sana. Haleluya. Kama ni kupangusa viti, rauka asubuhi ufagie na panguse. Na kama ni kupiga makofi wewe hujui kucheza, simama upige kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe jiulize ni nini unafanya ambayo unaita nayo Mungu. Kama ni kutoa sadaka, toa nyingi nyingi. Mimi sijakwambia utoe ngapi. Kuna kitu unaita nayo Mungu. Kama hujui kumuita na mdomo yako, kama hujui kutoa sauti mbele ya Mungu, kama hujui kuingia kanisa la Bwana, haijalishi tunakuja kanisani, Mungu unaweza muita hata nyumbani. Na sikwambii ubaki nyumbani, nakwambia Mungu yuko kila mahali. Niite, nitaitika. Biblia inasema kwa Yeremia 12, niite, nitaitika. Muiteni Mungu aitike kwa maisha yenu. Semeni amen. Amen. Nanyi mtanitafuta na kuniona. Naye anasema tutamtafuta na tutamuona. Mungu anatafutwa wapi? Mungu anatafutwa kivipi? Mungu atafutwa na masengenyo. Ukisoma Biblia inasema uache darasa ya masengenyo. Mungu atafutwa na wivu. Mungu atafutwa na choyo. Mungu atafutwa na kuendea mwenzako kwa uganga. Mungu anatafutwa na imani. Ukiwa na imani milango ya baraka itafunguka kwako. Amen. Amen. Semeni amen. Amen. Hallelujah. Amen. God is good all the time. And all the time. God is good and that is nature. Wow. And God is great. Kama wakati huu ni wakati wa kumrudia Mungu. Unajua wakati tulikuwa tunakuja kanisani kila siku, ilikuwa ni wakati gani? Kama ulikuwa unajua ujui chenye nafuata hapa, kuanzia leo ujue umerudia Mungu wako. Amen. Amen. Tuendelee. Mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Mwenyezi Mungu anasema tutakapomtafuta kwa moyo wote. Unaweza kuja kumtafuta ndio, lakini hujafungua moyo wako. In each and everything you are doing, start doing it deep inside your heart. Hata kwa ndani. Wacha kufanya vitu na nje. Wacha kukuja hapo julikane unakuja kanisani. Wacha kuvaa nguo nzuri julikane wewe ni msafi. Roho ya Mungu inataka usafi kuanzia ndani mpaka nje. Cleanliness is next to godliness. Why? Kwa nini wewe unataka kujulikane tu ng'aro na huku ndani umevaa ngozi ya kondoo? Kwa hivyo mtafute kwa moyo wako wote.
kwa watu. Mimi sitafuti mtu na nguo nzuri, sitafuti Mungu na watu, sitafuti Mungu kutembea nionekane mimi ni pastor. Natafuta Mungu kutoka ndani ya moyo wangu. Wewe unamtafuta aje? Biblia inatuonya tumtafute kwa moyo wetu wote. Kwa moyo wako ni kwa kutoa sadaka, kutoa fungu la 10, kutoa baraka, kutoa shukrani, kuja kanisani, kuheshimu siku ya Sabato. Biblia inasema heshimu siku ya Mungu, kupenda wenzako, kutii sheria za Mungu. Hizo ni vitu vya thamani. Kukuwa na hekima na maarifa. If you have wisdom, you have knowledge. So you can try something na unaweza ambia mtu hiyo ni mbaya, hiyo ni nzuri. Lakini wewe unamtafuta kivipi? Unasema natafuta Mungu kwa moyo wote, unamtafuta kivipi? Moyo wote ni nzima, upendo, ukamilifu. Unakuja kanisani, unapenda wenzako, unasaidia maskini, unaangalia kanisa ni chafu ama si chafu, unafanyia nje kanisa ni chafu. Ametafuta Mungu. Ukicheza hapa kwa madhabahu mimi naangalia tu. Kanisa ikiwa chafu pia ni chafu. Kwa hiyo mpangeni kufagilia kanisa, kupalilia. Kwa hiyo huyu Mungu anatafuta na njia yoyote. Biblia ikinena kuhusu moyo. Sisi sasa ukuja hapo umenyenyekea, unaingia ukitembea pole pole, ukiona pasta unaenda chini. Pasta Bwana Yesu asifiwe. Na kule nyumbani umbea mtoto. Wacha kuniangalia masikio kama babako. Bwana Yesu asifiwe. Na babake unaambiwa kila siku, lakini masikio yake kama si tuseme kama babake. Bwana Yesu asifiwe. Ukija hapa umetoka kuteta na mother-in-law, unamwambia mwanamke gani ujielewi, lakini ukija kuniona nipa mkono mzuri. Bishop, Bwana Yesu asifiwe. Ushinde katika jina la Yesu. Amen. Hatutaki watu ambao wanageuka Mungu. Tafuta Mungu na moyo wote. Tafuta Mungu. Kama ni kitu kibaya, mwite mtu, mwambie mimi sitaki hivi. Usifanye unajua zile paka ndio anafanya wakiona chakula. Sasa geuka Kristo, mtumishi, human being, not animal. Amen. Ndio maana kutafuta Mungu na moyo yote. Biblia nimesema, si Bishop Mary. Tuendelee. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa. Naye Mungu anasema ataturejeshia watu wetu waliofungwa. Watu wetu ni watoto wetu. Watu wetu ni mali yetu. Watu wetu waweza kuwa ni mtu mmoja anateseka. Kumbe anateseka kwa sababu ya madhabahu ya kwenu. Kwa hivyo ile madhabahu ikikatishwa, unabaki uhuru. Na zile baraka za kwako, baraka za babu, baraka za nyanya, baraka za baba, baraka za ndugu, zote baraka za watu wako unapa nami nitaregeshia watu wako. Saa hii hawako, lakini yale baraka itakufuata. Zitakuwa zimekuzunguka zunguka mpaka unajipata unapaa juu. Amen. Lakini usianze kupaa juu kama Mungu hajakuzunguka. Tafuta Mungu na moyo wako wote, naye atakuregeshea yale ambayo ilichukuliwa kwako. Kama ni nyota itang'ara, kama ni kazi utapata, kama ni ndoa utapata, lakini kupitia kutafuta Mungu na moyo wako wote. Amen. Nami nitawakusanya ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema atakusanya katika kusanyiko kama hii. Ni Mungu aliita tu mtu mmoja kama vile aliita Yesu mwanae, akamfanya mvuvi. Alianza kuvua wavuvi na akawaleta na akawatuma, akavua akakuwa watu 12. Wakaendelea kuwa 70. Wakaendelea kuvua wenzao wakakuwa wengi. Nasi anasema atakusanya. Inamaanisha ukiamini Mungu, Mungu atakutumia. Utakuwa mtumishi. Mungu yako itakuwa hekalu lake. Ukiona mtu nje ambaye ni kanisani, utamwongelesha, tamleta. Tutakuwa wengi. Atatusanya. Wale wanahangaika, wametoka, wana kazi, hawarudi nyumbani, wana magonjwa, hawaponi, wana shida, wanalala njaa, hawana nguo. Mwenyezi Mungu atawasanya na atawapatia chochote. Yaani watapaa roho ya urejesho kwa chochote ambao wana watapokea. Amen. Endelea. Nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza jua kwamba Mungu anaweza kufukuza mahali. Mungu anaweza kufukuza pasipo kujua ni Mungu. Unaweza fanya chochote ambaye pendezi Mungu, yaani unafuata miungu. Utapata unahangaika hapo, unaenda mbali sana, lakini utakuwa kama prodigal son. Siku ile Mungu atafunguka
sababu utakuwa umemwona yule Mungu. Amen. Mungu anaweza kufanya uende mbali na lengo na kusudi. Si tumeenda mbali kwa sababu umefukuzwa kwenu. Umekataa kufanya kazi ya Mungu kama Yona. Hata kuingiza ndani ya samaki. Jiulize samaki yako ni ipi? Ni ile ilimeza Yona ama ni ile na miba? Kama ya miba itakudunga mwenyewe, haitatudunga sisi sote. Amen. Amen. Kwa hivyo kazi ya Mungu uifanye. Sheria za Mungu uitii. Kuamini kutoka kwa moyo. Tumaini tunapata kupitia Mungu na kupitia majaribu. Kwa hivyo majaribu sifanye ujinyonge. Majaribu sifanye ulie machozi. Majaribu sifanye uchukie jirani na ndugu zako na watoto wako. Majaribu sifanye mdomo wako iwekwe zipu. Unajua mtoke kwa zipu. Ongee. Wewe mtu akikuongelesha kwa mkali tu. Kisha na sababu una kazi. Kisha na sababu una nguo. Kisha na that's why wanafanya mfano. Mimi navaa siti sina nguo. Nina nguo ya pesa lakini naweza kuja hapa kama mwenda simu na dera. Kwa sababu nataka mjue chenye iko ndani yangu si ya kuringia, ni Mungu. Sasa kama unataka nitafute suti nivae, suti iko karibu ngapi kwa sanduku? But nafanya kazi ya Mungu. Kaa vizuri na watu wa Mungu. Ujichanganye na wenzako. Wacha kujichukulia juu sana. Kaa na watu vizuri. Jichanganye na wenzako ili wasikuogope. Wakikuogopa wameogopa Mungu wako. Kaa nao wasikuogope ili wazoee Mungu. Amen. Amen. Nasijakwambia uvae vibaya. Nataka Jumapili kama wewe ni mwanaume umenyoa na umeng'ara, wamama mpige pasi kwa baba. Kama wewe ni kijana nitaangalia paka kucha yako. Wamama kama una nywele usonge, kama unafunga kitambara. Amen. Amen. Wamama mko wapi? Amen. Amen. Pige pasi. Nami nitawaleta tena. Mwenyezi Mungu anasema nami nitawaleta tena. Kuwaleta tena ni kwa kurejesha kwake. Mlikuwa umeshashikwa na shida, umesahau Mungu, mpaka mkaenda kwa miungu. Usiku mchana unakuja kanisani, usiku unaenda kwa babu. Lakini Mungu atanena na wewe. Akinena na wewe usione haya. Njoo. Amekuita na jina yako na atakufanya uwe more powerful more than ulikuwa. Ukiwa tumetubu nimekuja kwa njia nzuri, unasema ni kweli hapa ilikosekana. Wacha nitulie na ukaamua wacha nirudie Mungu wangu. Mwenyezi Mungu atakufanya uwe na nguvu zaidi na ujazo tendo la Mungu kuliko vile ulikuwa. Kwa hivyo mpigeni Bwana Yesu makofi kwanza, ukijua kuanzia leo ulikumbuka where you are yesterday and tomorrow but one. Amen. Amen. Kwa hivyo utakuwa umejazwa na roho ya Mungu na utakuwa umepita zaidi vile ulikuwa juzi na hata vile utakuwa kesho na kesho kutwa. The more unalala ukiamka na umekiri kwamba Mungu nimerudi kwako, utakuwa unaongezwa nguvu takatifu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hata mahali ambapo kutoka hapo niliwafanya mchukuliwe mateka. 15. Maana mmesema Bwana ametuinulia manabii huko Babeli. 16. Haleluya. Amen. Kwa maana mmesema Bwana amenunua manabii. Kuna mahali imeandikwa Biblia inasema kwamba manabii watakuwa wengi. Hata mimi hapa nikisimama hapa mbele mimi ni nabii. Lakini kuna nabii wa uongo na ukweli. Na tunaambiwa kama watumishi, don't judge others. Mtumishi ambaye mtumishi mwenzake. Na ukiona ananena mabaya, muombe Mungu. Kwa hivyo manabii watakuwa wengi. Na tayari siku ya leo unaona vile wako wengi. Shetani atakuiba hata acha mchungaji wako ende kwingine. Si mbaya, ni kutafuta uso ya Mungu. Amen. Amen. Kama mchungaji ana macho ya kiroho utafanyaje? Atakuombea ufaulu utafanyaje? Utatafuta uso la Mungu. Kwa hivyo tafuteni uso la Bwana. Sijakwambia uanze kuenda kwa manabii. Nimekwambia tafuta uso ya Bwana. The first thing to do, piga magoti uomba. Prayer is the key. Amen. 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 Omba nyumbani, omba nje, omba barabarani. Mimi naombanga hata bathroom. Nashtuka kidogo nasema Mungu. Naomba naenda kanisani. Tangulia mbele yangu. Tangu nivae nguo, najua ushafika madhabahu. Wewe hata unasema, time ya kudance inaisha. Unafikiria kudance tu. Ufikirie shule iko karibu kufunguliwa, ufikirie watoto wanataka uniform, ufikirie watoto wanataka chakula, ufikirie bwanangu ana kazi. Wewe ni kusema tu, sasa nikuja tu hapa bila kubeba hata mfuko. Wamama acha ni kusema wababa wabaya.
Mwenyezi Mungu anasema baraka za wanaume wetu inatoka kwa mikono ya wanawake wao. Muombee mazuri. Ametoka amerudi bila mpokee. Wacha kununa. Mungu anakuona kwa wewe hapo hapo. Shetani naye yuko na huku. Anamwambia usimsalimie. Mungu anasema mpokee mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Back to Bible. Maana Bwana asema hivi. Katika habari za mfalme aketie katika kiti cha enzi cha Daudi. Katika habari za mfalme ambaye alikuwa amekaa kwa kiti cha enzi cha Daudi ni mfalme Yesu Kristo. Habari yake ilikuwa nasemwa toka kwa Biblia ya kale mpaka hii Biblia ya mpya ambaye ni New Testament. Habari yake ni mtu ambaye alifichika, hakujulikana ni nani. Hata ingawa Yesu alikuwa anatembea kwao, watu walikuwa wanamuita mwana wa Josefu, mtoto wa carpenter, mtoto wa randa. Akiwa anahubiri kwao alikataliwa. Kwa hivyo hata wewe ukiamini Mungu sahihi, wengi watakukataa. Watasema yule ametoka kwa kanisa, sio ameenda wapi? Mungu gani huyo? Ukiwa umeinuka unasema wewe ni pastor, utakatiliwa. Yesu alikatiliwa kwao. Kubali matokeo. Yesu alitukanwa, Yesu alitemwa mate, Yesu alisulubishwa. Na lazima usulubishwe, lazima upewe majina. Yule mtu alikuwa na pesa, sahi hana. Alikuwa ameingia mahali, sahi imeisha. Yule mtu ni mgonjwa, ameingia mahali. Lakini kumbe kuna kitu ndani yako. Sema kuna kitu ndani yangu. Sema kuna kitu ndani yangu. Kama hujachukiwa na mtu, una kitu. Mtu ana kitu, anachukiwa, anadharuliwa, anafungiwa kazi, anaonewa, asalimiwi. Wewe kama una kitu, hapana, unapokea Yesu. Amen. Lazima uwe mtu wa mateso tu. Ulikuwa nayo una kitu ndani yako. Na pia kuna kitu ndani ya Yesu. Kwa hivyo tafuta Yesu. Amen. Endelea. Na katika habari za watu wote wakaao ndani ya mji huu. Na katika watu wote wakaao ndani ya mji wa Yerusalemu, ama ndani ya mji wa Daudi. Yaani sisi kama wajukuu wa Israeli, sisi kama wana wa Mungu, katika habari zetu ni habari takatifu, kwa sababu Yesu alizaliwa kwa ajili yetu na akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Na kwa hivyo sasa hii ametukomboa. Amen. Amen. Endelea. Ndugu zenu wasiokwenda pamoja nanyi kufungwa. 17. Kwa hivyo ndugu zetu ambao ambatani na tabia za Yesu Kristo wanafungwa. Tunasikia Biblia imetangulia ikasema katika habari ya wale walishikwa mateka na Nebukadneza. Si lazima yule Nebukadneza, hata kwa saa hii leo kuna Nebukadneza wako. Kwa hivyo kama uwendi sawasawa na Mungu, umefungwa. Amen. Amen. Tuendelee. Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Tazama nitaleta juu yao upanga. Tazama nitaleta juu yao upanga. Juu ya kina nani? Juu ya wale ambao wanaenda njia zao. Juu ya wale ambao watii sheria za Mungu. Juu ya wale ambao wanaomba miungu. Na sisi tunaabudu Jehova Mungu uliye hai. Amen. Amen. Na njaa. Na njaa watateseka. Na tauni. Hawatakuwa wanapata mali. Kutakuwa na moto ambaye na wako usiku na mchana, ambaye ukiingizwa pale ndani huwezi toka. Ndiposa Shadraka na Meshaki na Abednego walikuwa wanaabudu Mungu kwa roho na ukweli. Ukisoma Yohana 20:4 inasema ukiomba Mungu kwa roho na ukweli utakuwa na ushindi. Walikuwa na ushindi. Wale ambao waliwatupa kwa tauni walimwejea wangue, lakini badala kuona watatu waliona wanne. Walikuwa na Yesu kando yao. Nawe nataka uabudu Mungu kwa roho na ukweli. Nataka tauni ikiwa mbele yako usiingie hapo ndani, na ukiingizwa usiungue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na usione njaa, wala watoto wako wala familia yako wasione njaa. Haleluya. Amen. Nami nitawafanya kuwa kama tini mbovu zisizoweza kuliwa. Kwa sababu ya makosa ambayo utakuwa umekosea Mungu, ama kurudi nyuma, ama kukosa kutafuta macho ya Bwana, utakuwa kama tini mbovu. Tini ni tomato. How many of you know tomato? Yaani nyanya. Nyanya ambayo inaharibika isaidii. Ukipika na usupu, kama wewe ni mama kupeleka
mbele ya mzee anajifanya eti leo tumbo wangu ina shida. Kumbe chakula inanuka mbaya. Amen. Amen. Kwa hivyo kama unataka kunuka mbaya, kama tindi mbovu, utakuwa umeharibika. Amen. Amen. Tuendelee. 18. 18. Nami nitawafuatia kwa upanga na njaa na tauni, nami nitawatoa watupwe huko na huko katika falme zote za dunia. Ni habari ya wale wasiotii. Habari ya siku ya leo ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutoa mwanae Yesu Kristo. Naye Mungu anatutia nguvu tutii. Usipotii hakuna vile utakuwa na imani, hakuna vile utakuwa na tumaini. Na usipotii Mwenyezi Mungu utatupwa mbali. Utakuwa na njaa, utakuwa na shida. Na sisemi hivyo itakuwa hapa ndani mwenye na shida au kutii sheria. Hapana, hii ni ujumbe tu umekuja ili pia ujue kwa kupitia kutii. Kutii, nimewambia kutii kwa mara nyingi. Waweza maintain kuja kanisani, waweza maintain kutoa fungu la 10, shukrani, kubariki mtu ana shida, kujitoa tu kama dhabihu tosha. Vile imeandikwa kwa Warumi 12:1. Jifunze kujitoa kama dhabihu tosha mbele ya Mwenyezi Mungu. Heri huna uko nayo, lakini lazima ufike mbele ya Mungu. Ama lazima upige magoti kila asubuhi. The first thing kabla ujiongea na mtu, piga magoti ushukuru Mungu. Huna lakini mwambie Mungu, asante kwa siku ya leo. Na najua Baba utatenda kwa maisha yangu na familia yangu. Amen. Short and clear. Kupitia kutii, kupitia kushukuru, kupitia kuwa na upendo kwa wenzako, Mwenyezi Mungu atakubariki. Amen. Amen. Wawe kitu cha kulaaniwa na cha kushangaza na cha kusomewa na cha kulaumiwa katika falme, katika mataifa yote nilikowafukuza. Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa hauko karibu na Mungu, Mwenyezi Mungu aliambia Abrahamu, ondoka mahali hapa, nenda ukajenge madhabahu pale. Mahali utaenda nitabariki wenye atakubariki na nitalani wenye atakulaani. Kwa hivyo usipotii sheria vile Abrahamu alitii, hautabarikiwa. Utabaki na upanga juu yako, utabaki na tauni, utabaki na njaa. Lakini kama utatii ile roho ambayo atakwambia leo acha ninuke niende kanisani, umeenda kujenga madhabahu ya Mungu, Mwenyezi Mungu atabariki. Wale ambao nakubariki wanakwambia Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao watakudharau wanasema Yesu gani, naye Mungu atakutana nao. Mwambie Mungu, kutana na wale ambaye umadui zangu. Siti Mungu mimi nataka afe, nataka awe mgonjwa. Wacha Mwenyezi Mungu akutane nao wenyewe. Na yake kala moto yeye mwenyewe. Kwa sababu kala moto yake ni kama tauni. Amen. 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 Endelea. Kwa sababu hawakusikiliza maneno yangu. Kwa sababu hukusikiliza maneno ya Mungu, wewe ndio hapo. Mimi ndio hapa. Mimi ni mchungaji, naenda kanisani, nahubiria watu neno, nikitoka na korofisha majirani. Haleluya. Kwa sababu sitii sheria za Mungu, ninaacha hapo hapo. Naye Mungu ataachilia moto juu yangu. Amen. Amen. 19. Asema Bwana, ambayo niliwatuma watumishi wangu hao manabii, nikiamka mapema na kuwatuma, lakini hamkutaka kusikiliza, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu leo linanena na wewe. Nimesema tumekuja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa kusema asante na kushukuru kwa kutuachilia mwanae ambaye anampenda akakufa kwa ajili yetu. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya shukrani, and have Easter, a good and happy Easter Sunday. Na Mungu ananena na sisi akisema, kwa sababu ukutii sheria zake, kwa sababu kufuatilia njia zake, kwa sababu hukukubali mwanae, naye hata kukubali. So jiulize kwa ndani, wewe unataka nini? Njia ni mbili. Kuna njia kwenda motoni, kuna njia kwenda mbinguni. Njia kwenda mbinguni ni ndogo. Yaani ni kama unasukuma na hii mambo ya Mungu. Njia kwenda motoni ni kubwa. Sasa hivi tukisema fanyeni haraka haraka baada ya dakika 2 hapa, tunataka kwenda disco vumbi. Hakuna mtu anaenda nyumbani. Na nikisema wacha nihubiri dakika 2 tuende, watu wana njaa. Hata nisema amen. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha njia kuingia motoni ni kubwa na kwenda mbinguni ni ndogo. Nikisema
Nikisema leo hakuna kwenda nyumbani tunahubiri mpaka saa 12. Hata nikisema Bwana Yesu asifiwe hakuna mtu atainua mkono. Kwa sababu watu wanapenda cha giza, si ya mwangaza. Na leo ni siku ya mwangaza. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Mwangaza wa Mwenyezi Mungu alike ndani yenu. Haleluya. Amen. 20. Basi lisikieni neno la Bwana, ninyi nyote mliochukuliwa mateka, niliowapeleka toka Yerusalemu mpaka Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lisikieni neno la Bwana. Msisikie ya Pastor Mary ama Bishop Mary. Msisikie ya binadamu, ya Mungu na binadamu ya binadamu. Biblia inasema give Caesar what belongs to Caesar. Na mwachie Mungu yake. Kwa hivyo nisikieni neno la Bwana. Sikieni yale ambayo yameandikwa kwa Biblia. Usipitishe na usiongeze. Kwa hivyo neno la Bwana linasema siku ya leo, tii sheria ya Mungu. Na kukupitia shukrani kwa ajili ya Yesu Kristo mwanae, tuanze leo kutii sheria za Mungu. Amen. Amen. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi katika habari za Ahabu mwana wa Kolaya, na katika habari za Sedekia mwana wa Maaseya, wawatabiria ninyi maneno ya uongo kwa jina langu. Tazama. Amen. 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 Katika habari za wale wafalme kulikuwa na manabii za uongo juu ya Mungu. Na kwa hivyo sasa hivi Mungu anatoa onyo. Nishikilize neno la Mungu mwenyewe. Amesema lisikieni neno la Mungu. Lisikieni neno yangu. Sikiza neno ya Mungu kutungie. Tambua Mungu. Shika Biblia na mkono Biblia hii. Soma. Na kama huelewi uliza. Njoo kanisani. Omba ukiamka, omba ukitaka kukula, omba ukitaka kulala, omba usiku, omba mchana, omba asubuhi, omba wakati wote kama unasafiri kwa ndani ya gari. Mwambie Mungu pamoja na abiria wenzangu, siwe peke yako. Pamoja na dereva na abiria wenzangu, Mungu tulinde tufike salama. Maombi fast. Na ukitii sheria za Mungu utavuna mengi. Soma Zaburi 94:1. Zaburi 94:19, si moja sorry. Waraka tumalize. Tumejua ya kwamba Mungu anatuita tutii sheria zake na tusikilize neno lake na tusiwe na moyo wa juujuu. Tuwe sisi ambao tunatafuta kwa moyo wa ndani na tuwe naye kila wakati. Usiseme Mungu ameniacha. Wewe mwenyewe ukiacha Mungu utamtafuta na utampata. Kwa sababu Mungu ni roho, haonekani. Na hata shetani pia haonekani. Kwa hivyo ukikaribisha shetani sana, unaweza ona uko na Mungu na una shetani. Jichunguze sana kwa ndani. Nimesema start deep inside your heart. Amen. Amen. Zaburi 99 mstari wa 19 inasema, yes, katika wingi wa mawazo ya moyoni mwangu. Katika wingi wa mawazo ya moyoni mwangu na moyoni mwako. Kama wewe ambaye uko hapa ndani ya ibada siku ya leo, wewe ambaye unatusikiliza mahali popote huko, wewe ambaye unatusikiliza kama una travel na gari, katika wingi wa maneno wa moyo wako. Yes. Na katika wingi wa mawazo ya moyoni mwangu. Na katika wingi wa mawazo ya moyoni mwako. Faraja zako zaifurahisha roho yangu. Faraja za Mwenyezi Mungu ndio inayofurahisha moyo wako, si ya binadamu, si ya ndugu yako, si ya mamako, si ya dadako, si ya bwana, si ya bibi, si ya mtoto wako. Faraja kuu ambayo inayofurahisha moyo wako siku ya leo na Mwenyezi Mungu peke yake. Semeni amen. Amen. Kwa hivyo tukiwa hapa kupitia kutii sheria za Mungu, kupitia kutafuta Mungu kutoka ndani ya moyo wetu, faraja zake zitatufurahisha. Haleluya. Amen. Baada ya kumtafuta atakutendea mema. Utaanza kucheza, utaanza kushangilia, utaanza kutoa ushuhuda, utaona haya kusimama mbele ya umati ukitangaza kwamba Yesu ni Bwana. Haleluya. Amen. Kwa hivyo hakuna faraja inatoka kwa binadamu. Faraja takatifu inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Amen. 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 Yes. Je, kiti cha udhalimu kishirikiane nawe kitungacho madhara kwa njia ya sheria? Haleluya. Amen. Ukiwa umeokoka, kiti cha udhalimu usihukumu. Biblia inasema don't judge.
let God judge. Ukiwa unahukumu utahukumiwa. Kwa hivyo kiti cha udhalimu usikae kwa juu yako. Tazama mbele uone Mungu. Usiseme mwenzako, usihukumu mwenzako. Kwa hivyo mimi nawacha na habari njema ya kwamba kwa kila wingi ya mawazo, kwa kila wingi ya matendo unafikia ndani yako, kwa kila wingi ya shida unayo, majaribu, mauti, magonjwa, kwa kila wingi ya utasa, kila wingi wa kukosa, kila wingi wa kutafuta huduma, Mwenyezi Mungu ndio mfariji mwema na faraja zake za milele. Mungu awabariki na watambue kwa kila njia uendapo. Amen. Amen. Semeni amen. Barikiwe sana. Amen.